Naitwa Padre Godfrey Bahati, Padre kiongozi wa parokia teule Emmanuel Mungu pamoja nasi, msitu wa Tembo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya 13 ya mwaka A. Ndugu zangu, katika Dominika hii tunatafakari sana kuhusu ukarimu. Ukarimu kwa wageni, ukarimu kwa watu wenye shida na wahitaji. Katika ukarimu tunakutana na Yesu ambaye anatenda mambo makuu. Katika somo la kwanza tumeona habari ya Nabii Elisha. Nabii Elisha, mtu wa Mungu, alifika katika mji ule ambapo alikutana na mwanamke mmoja kule Shunemu, ambaye mama huyu alimkaribisha. Mama huyu alimshirikisha mume wake kwamba kuna mtu wa Mungu ambaye yuko mahali hapa, tumwandalie mahali pa kukaa, tumwandalie chakula na malazi, kwa sababu ni mtu wa Mungu. Hilo jambo ni kubwa na zito ambalo tunalitafakari nyakati zetu. Mtu wa Mungu, mtu wa Mungu anapokuja kwetu, tukimpokea tumepokea baraka. Mtu wa Mungu, na katika kumpokea mtu wa Mungu tumejikuta tumempokea Yesu katika familia zetu, katika nyumba zetu, katika parokia zetu na katika taifa letu. Ukarimu unalipa. Na baada ya kumpokea Nabii Elisha katika ile nyumba, wakamwandalia chakula, wakamwandalia malazi, ndipo baraka zinafunguka. Baraka zinafunguka. Yule mama anaahidiwa yeye na mume wake kwamba atapata mtoto, atazaa mtoto. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa, kwamba mwaka kama huu utapata mwana, utamkumbatia mwana. Ndugu zangu, nyakati zetu, kwa wale tunaokuwa wakarimu kwa wahitaji, wenye shida na wageni, Mungu ameendelea kutukirimu. Hatupungukiwe. Yule mama mwingine tunamuona aliandaa kile alichokuwa nacho, unga ule wa kuisha. Yule mama mjane wa Serapta alipompokea huyo nabii, akamwandalia unga aliokuwa nao, mafuta kidogo aliokuwa nayo, na mpaka leo tunaambiwa kwamba pipa lile la unga alijaisha, ya wala mafuta hajakauka. Huo ndio ukarimu. Lakini kwa baadhi yetu tumekuwa wa binafsi, tumekuwa wachoyo, tumekuwa hatuna ule moyo wa kujitoa kwa wenye shida na wahitaji, na badala yake tumekosa zile baraka za Mungu. Tumeshindwa kuwaona wahitaji, hasa wagonjwa wanaoteseka, wagonjwa wanaokufa kwa sababu ya matibabu, wajane na yatima ambao pengine hawana chakula, maskini ambao wanategemea msaada wetu. Lakini pamoja na kwamba Mungu ametuwezesha, tumeshindwa kuwakirimu. Leo hii kumekuwepo na kuchangia harusi kuliko kuchangia matibabu, kuchangia mazishi kuliko kuchangia uhai, maziko ya kifahari kuliko kuona shida za mtu akiwa hai. Mfano mzuri tunaona maziko ya siku hizi yanachukua gharama kubwa, mamilioni. Lakini fikiri yule aliyekufa, alikufa katika hali gani? Nani aliyemsaidia? Nani aliyekuwa karibu naye? Wako wanaokufa kwa sababu ya njaa, hata baadhi ya watoto kutelekeza wazazi wao, kutelekeza ndugu zao, wanawanyima huduma, tunawanyima chakula. Lakini inapotokea kifo, ndipo tunaandaa buffet na vyakula vya kutisha. Mungu hapendi. Lakini zaidi nakumbuka mfano wa yule ambaye alimwalika Yesu katika nyumba yake. Mafundisho ambayo tunafundishwa mara kwa mara, kwamba yuko tajiri mmoja aliyekuwa na uwezo, aliyejaliwa sana. Alifanya karamu katika nyumba yake, katika familia yake. Akamwalika Yesu kuwa ni mgeni rasmi.
Ilipofika wakati wa dhifa ile ya mchana, chakula cha mchana, akasubiri Yesu aweze kufika kama mgeni rasmi. Lakini badala yake alifika kiwete. Ile kiwete aliyezaliwa hivyo akatamani kuingia katika ile sherehe, lakini yule mtu alimfukuza. Tena akawaambia walinzi, muondoeni huyu, ananiaibisha, ananiletea aibu katika sherehe yangu. Akaja baada ya masaa mawili, akaja mwingine ambaye ni mtu mwenye njaa. Anawasema, naomba kidogo tu nile. Yule mwenye sherehe aliwaambia wale walinzi, ondoeni, huu ni uchafu, unaniharibia sherehe yangu. Usimpe chochote, aondoke. Hakumpa hata maji ya kunywa, bali mwenye njaa alifukuzwa akakimbia. Lakini akaja mwingine kama mgonjwa mwenye vidonda. Akasema, jamani, naumwa sana, naomba chochote. Lakini yule mwenye sherehe akamfukuza, akasema, sitaki uchafu nyumbani kwangu. Sitaki watu wagonjwa nyumbani kwangu. Ni sherehe yangu ya heshima. Ni wageni wangu rasmi tu wataingia kwenye ukumbi na Yesu. Huyo watatu naye alifukuzwa. Sasa kilichokuja kutokea ni nini, ndugu zangu katika Kristo? Imefika wakati mgeni rasmi anakaribia, sasa anasubiriwa, wala kuonekana huyo Yesu. Yule mtu alikasirika, akasema, mgeni wangu Yesu hajafika katika sherehe yangu. Sherehe yangu imeharibika. Usiku akaja kupata maono. Yesu anamwambia, ulinialika katika sherehe, nilifika mara 3 lakini ulinifukuza. Nilifika kama kilema ukanifukuza, nikafika kama maskini ukanifukuza, nikaja kama mgonjwa tena mwenye vidonda, mwenye njaa ukanifukuza. Kwa hiyo ukupokea yale ambayo ilikuwa upokee. Kumbe Yesu, fundisho kubwa ni kwamba katika kuwakirimu hawa wenye shida, kundi la wahitaji waliotelekezwa, tunamtendea Yesu hayo mambo. Katika kuwakaribisha nyumbani kwetu hawa wahitaji, lakini kuwakirimu wageni, tumekuta tunamkirimu Yesu kama mama huyu, mwanamke huyu alivyomshurutisha mtu wa Mungu ale chakula. Na chakula ni kitamu. Lakini uzuri wa chakula, kula na jirani yako, kula na mwenye shida, kula na mwenye njaa, utapokea baraka. Alimkaribisha chakula. Uzuri wa mali ni katika kushirikisha watu wenye shida na wahitaji, sio katika maonyesho. Huyu alimkaribisha nabii Elisha, akatumia mali yake, rasilimali alizokuwa nazo, ile nyumba aliyojenga, akamweka akae, akamwandalia meza, akamwandalia mahitaji yake ya kawaida kwa kutumia ile gharama aliyokuwa nayo sehemu ya kazi yake huyu mama. Wangapi leo tunafanya hivyo? Swali la kujiuliza. Wangapi tunakuwa na moyo wa uzalendo katika kutumia mali yetu kwa ajili ya wengine? Binafsi umetawala katika taifa, uchoyo umetawala katika jumuiya zetu. Leo kuna kitu nipe nikupe, una cha kunipa sikupi. Unafiki umetawala katika mapendo, lakini Yesu anatufundisha ukarimu. Chakula tuwape watu. Na tukiwapa watu chakula tutapata baraka. Usitupe chakula tukajisahau kwamba kuna wanaohitaji chakula. Ndiyo mama huyu alichofanya kwa nabii Elisha alipomkirimu chakula, lakini baraka ikabaki katika ile nyumba hadi leo, na yule mtoto akazaliwa. Pengine tunafungiwa baraka, hatupokei baraka kwa sababu tumeshindwa kuzipokea. Baraka zinakuja kwetu pale ambapo tunafungua mikono yetu, tunakubali kwamba Mungu ndiye ametupa na mali ni yake na inarudi kwake. Hapo aliyetupa ni yeye, na tuwarudishie wengine ukarimu. Tena katika somo la Injili Yesu akaendelea kukazia kuhusu kuwakirimu watu wa Mungu. Anasema kwamba awapokeaye ninyi anipokea mimi,
na anipokea mimi ampokea yeye aliyenituma. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii. Anampokea mwenye haki atapata pia thawabu ya kuwa mwenye haki. Hicho tunachokitafakari kinaendana sambamba na injili ya leo. Tena anasema kwamba atakayemnywesha mojawapo wa kikombe cha maji baridi, basi amenipa mimi. Watumishi wa Mungu, Elisha ni nabii wa Mungu, lakini nyakati zetu pia tuna watu wa Mungu. Watu wa Mungu ni akina nani hao? Tunao wale wanaotuletea habari njema, wanaoinjilisha kwetu. Tunao maaskofu wetu, mapadre, mashemasi. Hawa nao tunahitaji kuwawezesha. Tunahitaji kuwawezesha. Anayempokea nabii kwa kuwa ni nabii atafanyika kuwa nabii. Na padre amewekwa na Mungu, askofu ametumwa na Mungu. Lazima kuwawezesha kwa kuwa hawa wanatuletea habari njema ya kinabii. Tuwakaribishe, tuwe na umoyo wa ukarimu kwa ajili yao. Tujitoe kwa michango ya hali na mali kwa ajili ya kutegemeza kanisa, lakini kwa ajili ya kutegemeza pia injili. Tujitoe katika mali zetu kuwezesha parokia zetu, kuwezesha taasisi zetu na kuwezesha shughuli zote za uinjilishaji, kwa kuchangia, kwa kutoa zaka, kwa kutoa sadaka, kwa kutoa fungu la 10. Hapo tunamwezesha mtu wa Mungu. Tusiwakatishe tamaa. Yesu amesema ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atafanyika kuwa nabii. Anayemnywesha maji mmojawapo wa hawa wanafunzi wangu ananinywesha mimi maji hayo. Ni hawa tuliopewa na Mungu. Tena katika kuwapokea, tunapowakaribisha katika makazi yetu, katika nyumba zetu, tunabarikiwa. Yaani padre amewekwa kwa ajili ya kubariki watu, kwa ajili ya kutakasa waamini, kwa ajili ya kubariki nyumba na familia, kwa ajili ya kuwaombea wagonjwa. Kwa hiyo tuwapokee pia katika makazi yetu kwa nia njema. Watubariki, watuombee. Tuwapokee waje katika nyumba zetu kwa ajili ya kuombea familia zetu. Lakini katika kuwapokea tuwalishe kwa maneno mazuri, tuwalishe kwa majitoleo yetu mazuri, tuwasaidie kwa hali na mali ili kazi ya uinjilishaji iweze kufanikiwa. Kwa sababu katika kufanya hivyo tunampokea Yesu. Katika kuwasaidia tunamsaidia Yesu. Leo wako Kristo wa Katoliki wanaotangatanga kiimani. Hao nao tunawaasa kwamba watulie. Wakatoliki wanatangatanga, tunaotangatanga. Baadhi yetu tumekaribisha hata wa makanisa mengine kuja kukaa kwenye nyumba zetu. Tunakaribisha hawa wanaojiita wachungaji wa upako. Hawa wanaoonyesha kwamba wanatenda miujiza ya haraka hapo kwa hapo. Tunawakaribisha katika nyumba zetu. Tunasikia wako baadhi wanakaa katika familia za Wakatoliki kwa sababu wanaenda huko kuombea. Tunawaasa Wakristo wa namna hii kwamba tunao mapadre wetu. Nabii wa kweli ni huyu padre. Tunao mapadre wetu. Tuwatumie vizuri, waje wakae katika hizo nyumba waziombee na kuzibariki. Tusikengeuke katika imani kwa sababu ya miujiza na ishara. Tusiyumbe. Nabii wa kweli ni yule aliyetumwa na Mungu. Padre amewekwa na Mungu. Padre ni nabii. Anapofika Mungu amefika katika nyumba yako. Tuwapokee. Ndugu zangu, tumwombe Mwenyezi Mungu atusaidie katika Dominika hii ya leo tuweze kuwa wakarimu katika kanisa letu. Tuzidi kuwa wakarimu katika familia zetu na tuwe wakarimu kwa ndugu zetu ili siku ya kufa kwetu tukaweze kupata tuzo mbinguni. Tafakari imeletwa kwenu na mimi Padre Godfrey Bahati, padre kiongozi wa parokia teule Emmanuel Mungu pamoja nasi, msitu wa Tembo. Tumsifu Yesu Kristo.